Basi, kitu ambacho nitakufundisha leo ni kwanza ujue ni namna gani vifungo vinavyofuatilia ndoa vinavyotenda kazi. Kuna pattern ambazo ziko kwenye familia zetu. Na tunavyosema pattern ni kitu kinachojirudia kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. Na tunavyozungumzia swala la ndoa, misingi ya ndoa ya kwako wewe lazima itatokana na asili ya upande wa baba na mama yako, na mke wako vile vile asili ya kwake ya upande wa baba yake na wa mama yake. Kwa ndoa ambayo mlionayo leo nyie, jinsi itakavyokuwa ni matokeo ya muundo wa kifamilia na wa kimaisha ambao uko kwenye familia uliotoka wewe, na mfumo wa kimaisha, hasa maisha ya kindoa, ambao upo kwenye familia iliyotoka mke wako. Sasa kitu ambacho nataka ukijue na ukiweke akili, hakuna watu ambao wameoanaga kwa bahati mbaya kabisa. Yaani wamekutana na kuishi kwa bahati mbaya. Hicho kitu hakipo. Sometimes kuna watu wanasemaga, yaani najua nilipokutana na yule mwanamke, yaani hata alikuwa sitaki kumuoa lakini tumeoana tu. Au sikuwa na mpango wa kuoa mwanamke kama huyu lakini nimemuoa tu. Kuna kitu ambacho kinaitwa destiny. Destiny. Alafu kuna kitu kinaitwa fate. Destiny ni kile kitu ambacho wewe umekusudiwa kuwa kwenye maisha. Your destiny. Hatima yako. Sisi kwenye Kiswahili destiny tunaita hatima na fate vile vile tunaita hatima. Lakini destiny kuna wakati ya maneno yanatumika kumaanisha jambo moja, lakini ni maneno mawili yenye maana tofauti kabisa. Fate ni mwisho wako. Unaishiaje? Destiny ni utakuwaje, yani katika maisha yako. Tunasema kwenye kilele cha maisha yako utakuwa nani? Yani kwenye kilele cha maisha yako utakuwa nani? Kwa hiyo ukiangalia hivi vitu viwili, ngoja nijaribu kuyatofautisha ya maneno mawili. Moja linaitwa destiny, lingine linaitwa fate. Ni maneno ambayo yanaweza kutumika yakimaanisha jambo moja, lakini ni maneno ya aina mbili tofauti. Na unavyoshughulika na swala la maisha yako, hasa kwenye swala la ndoa, ili uweze kupata suluhisho, lazima kuna vitu uweze kuvielewa. Kwanza upate uelewa wake. Na uelewa wa kwanza ambao nimeshakupa hapa, hakunaga ndoa ya bahati mbaya kabisa. Hata yule ambaye unaona labda alimpa yule mwanamke mimba, kwa hiyo ikabidi familia zikae amuoe tu. Kwa hiyo yani sio kitu kilipangwa lakini kilitokea. Hakunaga hiyo mzee. Hiyo kitu katika ulimwengu wa roho hakuna. Kila mwanamke ambaye utakuwa naye kwenye mahusiano na hasa kwenye ndoa ni kitu ambacho kipo, kilishatengenezwa katika ulimwengu wa roho na kikatokea. Umeona? Yani lazima ujue hicho kitu kabisa kwamba kipo. Fate inahusika na ule mwisho wako utakuwa ni nini? Yani ndio maana kabisa ya fate. Lakini ngoja nikutafutie maana ya destiny. Destiny maana yake the events that will necessarily happen to a particular person or thing in the future. Destiny, tunavyozungumzia destiny, ni events that will necessarily happen to a particular person or thing in the future. Kwa destiny ni vitu ambavyo vitatokea kwako.
baadaye ndo tunazungumzia destiny yako ni nini. Kuwa nani baadaye, unataka kuwa nani. Kwa hiyo hata kwenye ile destiny kuna mtu anakuambia I'm living my destiny, this is my destiny. Yaani inamaanisha amefika kwenye kile kitu ambacho alikuwa anataka kuwa, amefika kwenye yule mtu ambaye alikuwa anataka kuwa. Kwa hiyo ni kitu ambacho wewe umekusudiwa, a predetermined cause of events often held to be an irresistible power or agency. Ni vitu ambavyo predetermined. Hii ninasoma kwenye dictionary ya Kiingereza kabisa kwamba destiny nini? A predetermined cause of events often held to be an irresistible power or agency. Kwa hiyo ni matukio ambayo hayawezi kuzuilika, ambayo yanatokea kwa mtu in the future. Hii ndio tunaita destiny. Destiny. Kwa destiny inaenda na ina maana nyingi zaidi ya hiyo ukitafuta kwa undani zaidi. Lakini kwa lazima ujue ndoa yako ni moja ya vitu ambavyo viko kwenye destiny yako. Tukizungumzia maisha yako kwa ujumla, ndoa. Yaani kati tunavyozungumzia destiny ya mtu, hauwezi kuacha swala la ndoa lipo. Kuna mtu destiny yake nasema ataolewa, mwingine destiny yake nasema ataolewa. Na kwenye ile destiny sio haiendi general, inaenda specific. Utaolewa na mtu gani? Utaoa mtu wa aina gani? A predetermined. Kuna kitu tayari kilishatengenezwa katika ulimwengu wa roho. Hawa wazungu wanasema ni supernatural powers. Nguvu za kiasili ndio zinatengeneza hivi vitu. Kwa hiyo wao wanaamini ni kitu ambacho kiko nje ya uwezo wa mwanadamu, ambacho kimetengenezwa na nguvu za kiasili. Fate. The will or principle or determining cause by which things in general are believed to come to be as they are or even to happen as they do. Kwa hiyo fate inaweza ikabeba maana inayofanana na destiny kidogo. Lakini fate, tafsiri ya pili inasema an inevitable and often adverse outcome, condition or end. Fate mara nyingine wanasemaga ni kama death. It is your end. We are talking about your end. Inevitable end. Mwisho usioweza kuepukika. Hapo tunazungumzia fate. Fate tafsiri ya tatu inasema ni final outcome. Fate na destiny na maana tofauti kabisa. Fate kuna saa inabeba maana kama ya destiny, lakini ina maana hizi nyingine. It is a final outcome, expected result. Tafsiri hiyo nyingine. Kwa hiyo fate ni kitu ambacho kinakutokea mwisho. Sasa lazima ujue kwamba maisha yako yanaongozwa na hivyo vitu viwili, your destiny and your fate. Hivi ni vitu ambavyo viko pre-planned, vimetengenezwa kabla haujazaliwa, vilishatengenezwa. Wewe unavyozaliwa unatembea katika hiyo cause. Ndio maana tunasema ni series of event or a cause of events. Yani ni kama njia fulani unafuata. Ukiwa mdogo utazaliwa, utaishi kwenye shida. Ukiwa hivi ukifika umri fulani, kuna vitu vitatokea, utanyanyaswa, utateseka, utakuwa mkorofi, utakuwa mtundu, utakuwa na tabia fulani. Ukifika muda huu hautasoma, utaishia hapo, au utasoma. Yani kuna vitu vilishapangwa kabisa. Sasa kuna vitu vile lazima uvielewe. Vinavyopanga hivi vitu ni nini? Ni asili yako. Asili ya kuzaliwa kwako ndio inakutengeneza wewe uwe mtu wa namna gani. Ndio maana mimi nawaambiaga watu, Mungu katika ukombozi wa mwanadamu
alijaribu sana kumsaidia mwanadamu tokea kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Malaki kwa kufuata utaratibu wa kibibilia. Ni miaka, tukienda tukikalkuleti miaka ya Biblia ni miaka 7,000. Alijaribu kumsaidia mwanadamu aondoke kwenye ile asili, lakini ilikuwa ni vigumu, ilishindikana. Solution pekee ya kumsaidia mwanadamu aondoke kwenye misingi ilikuwa ni kumleta Yesu Kristo aje afungue njia ya wokovu. Kuna kitu kinaitwa kuzaliwa mara ya pili. Yaani sasa kuzaliwa mara ya pili ndo tunaweka msingi wa kukudisconnect wewe na hivi vitu vya asili. Kwa hiyo ukisoma hili neno hapa katika kitabu cha Wakolosai 1 mstari wa 13. Ngoja nikusomee Wakolosai 1:13. Kitabu cha Wakolosai 1 mstari wa 13. Biblia inasema hivi: naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa kitu cha kwanza umeokolewa, kitu cha pili ukahamishwa. Baada ya kuhamishwa, Biblia inasema katika mstari wa 14, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Kwenye Kiingereza nasema in whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sin. Maana yake nini? Yesu anakuokoa, anakuhamisha kutoka kwenye misingi, anakutoa huko, anakuleta ndani yake. Unaitwa ufalme wa mwana wa pendo lake. Unazaliwa katika ufalme mpya, unakuwa mwana wa Mungu. Ukishazaliwa, ukishaingia huku, mstari wa 14 unasema hivi, ambaye katika yeye Kristo. Ukishaingia ndani ya Kristo ndio kuna ukombozi. Kwa hiyo kumbe kile kitendo cha kukutoa wewe kule kukuingiza ndani yake ilikuwa ni sehemu ya kwanza ya ukombozi. Alafu ukishaingia ndani ya Kristo, huku ndani ya Kristo ndio kuna ukombozi. Huku ndani ya Kristo, ndani ya ukombozi anakuambia kuna hata msamaha wa dhambi, yaani msamaha wa dhambi, even the forgiveness of sin. Hata huu msamaha wa dhambi unaupata ukishaingia ndani ya Kristo. Kwa tunavyozungumzia hizi asili ambazo tumezirithi, ambazo tumezaliwa katika hizo kwa namna ya kibinadamu, ukisha hokoka ukazaliwa mara ya pili. Ukisoma katika kitabu cha Yohana 4, wakati Yesu anaongea na Nikodemu, anamwambia mtu hawezi kuurithi ufalme wa Mungu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho. Lazima uzaliwe mara ya pili. Ukishazaliwa unafanyika kiumbe kipya. Hichi kiumbe kipya kinafanyiwa ukombozi tena, kwa mujibu wa huu mstari wa Wakolosai 1. Ukombozi ndani ya Kristo. Kuna watu wanakuambia ukishaokoka mambo ya zamani yameisha, basi ni kurelax. Lakini hapana. Ukishaokoka ni safari ya ukombozi wako katika mwili umeanza. Roho yako inakuwa imeshakombolewa kabisa na nafsi, au hesabiwi dhambi wala makosa wala kitu chochote. Lakini kuna vitu bado vitakuwa vina nguvu juu yako mpaka pale wewe utakapotambua nafasi yako, utakapopata maarifa ya namna ya kuvishinda. Havina haki juu yako, havina uhalali juu yako, lakini kwa sababu hauna maarifa vinaweza bado vikakutesa. Umeelewa hichi kitu vizuri? Kwa unavyokuwa ndani ya Kristo ndio unaanza kushughulika na hivi vitu. Kati ya kitu cha kwanza ndio hicho kitu cha ndoa na misingi. Misingi ambayo wewe umezaliwa, misingi ambayo mke wako amezaliwa. Kwa ile misingi sasa imetengeneza destiny yako.
imetengeneza fate yako, imetengeneza destiny. Destiny tumesema it is a cause of events. Ni mtiririko wa vitu vinavyotokea, mtiririko wa mambo yatakayotokea kwenye maisha yako, ambayo yatakufanya wewe kuwa mtu fulani au yatatengeneza matokeo fulani. Destiny au hatima, mtiririko wa vitu vitakavyotokea kwenye maisha yako, vitakavyotengeneza matokeo fulani, vitakavyokufanya wewe kuwa mtu fulani. Lakini fate tunazungumzia mwisho, matokeo ya mwisho. Fate, a final outcome. Mfano mzuri wa tofauti kati ya fate na destiny uko hivi. Destiny yako inaweza ikasema wewe utakuwa kiongozi mkubwa sana. Lakini utakuwa kiongozi mkubwa sana na tajiri sana. Lakini fate yako inasema hivi, utakufa maskini, hautakuwa na mtu wa kukuangalia. Umeona vitu vile vilivyo tofauti? Destiny inasema utakuwa kiongozi mkubwa, mwenye utajiri na umaarufu. Lakini fate, final outcome, mwisho wako, utakufa maskini bila hata mtu wa kukuangalia. Destiny inaweza kusema utakuwa mtumishi mkubwa sana wa Mungu na upako na nguvu za Mungu. Lakini mwisho wa siku utakufa kwa shida, utakufa labda mtu na mateso fulani na ugonjwa fulani. That is your fate. Kwa hiyo fate inaaminika ni kitu inevitable, usichoweza kukikwepa. Hezekia alikuwa mfalme ambaye alimpenda sana Mungu, akafanya mambo makubwa. Lakini fate yake ilikuwa inasema wewe utakufa kwa jipu, utakufa, utaozea hapo kitandani, utaoza, utanuka, hakuna mtu atakayeweza kuja kukusalimia. Ingawa ni mfalme mkubwa. Lakini habari njema tulizonazo katika Kristo, destiny yako inaweza kubadilika, fate yako inaweza kubadilika. Inaweza kubadilika kama ukipata maarifa, ukajua kwamba kuna vitu ukifanya unaweza ukabadilisha hivyo vitu. Kwa ndoa ni moja ya kitu ambacho kinaingia kwenye swala la destiny, ndoa yako. Sasa tunachozungumzia hapa, misingi ambayo imetengenezwa kwenye familia ndio imewakutanisha nyie pamoja. Sio bahati mbaya, sio bahati mbaya, ni misingi. Na mara nyingi ukiangalia utakuta umefanya kitu, kama ni mwanaume, alichofanya baba yako, photocopy. Au umefanya kitu kama alichofanya mama yako, photocopy kama ni mwanamke. Utajikuta umeishi maisha aliyoishi baba yako au maisha aliyoishi mama yako, lakini kwa namna ya tofauti, lakini it is the same thing. Hiyo inaitwa destiny, inaitwa fate. Kwa hiyo ukisoma katika kitabu cha mtu mmoja ambaye anazungumzia hasa kwenye ndoa, napendaga kumtumia, ni mtu mmoja anaitwa Ruthu. Ruthu tunamsoma katika kitabu cha Ruthu mlango wa 3. Nataka tusome kitu hapa. Ruthu mlango wa 3, nitaanzia mstari wa 1. Kuna kitu tutakijifunza hapa. Nitaanzia mstari wa 1 kushuka chini. Neno la Mungu linasema, kisha Naomi akamwambia mkwewe, je, mwanangu, si vizuri nikutafutie raha ili upate mema? Sasa historia ya Naomi na Ruthu nafikiri unaijua. Naomi alikuwa ni mama mkwe wa Ruthu. Ruthu alikuwa ni mwanamke aliolewa na kijana wa Naomi. Kilichotokea ni kwamba yule kijana alikufa. Kwa hiyo Ruthu akabaki mjane. Alipobaki mjane, akaamua kuishi na mama mkwe wake. Sasa sio kawaida kipindi kile na hata sasa hivi binti mdogo akishaolewa alafu yule mwanaume akafa,
yeye kubaki kama mjane. Si anatafuta mwanaume mwingine wa kumuoa. Sasa ndio nilikuwa nataka uone kitu kimoja hapa. Huyu Naomi ni mama mkwe wa Ruthu. Ruthu alikuwa ni kabila la Wamoabu au Wamoabi. Alikuwa ni Moabu na huyu Ruthu alikuwa ni Moabu. Kwa ukisoma Ruthu mlango wa kwanza inasema hivi, mstari wa kwanza: ikawa zamani za waamuzi walipoamua, kulikuwa na njaa katika nchi. Akaondoka mtu mmoja wa Bethlehemu ya Yuda, akaenda kukaa katika nchi ya Moabu, yeye na mkewe na wanawe wawili, nchi ya Moabu. Jina la mtu huyo aliitwa Elimeleki, na jina la mkewe Naomi, na majina ya wanawe wawili Maloni na Kilioni, wa Efrathi wa Bethlehemu ya Yuda. Wakafika nchi ya Moabu, wakakaa huko. Akafa Elimeleki mumewe Naomi, na yule mwanamke akasalia na wanawe wawili. Nao wakaoa wake katika wanawake wa Moabu. Jina la mmoja aliitwa Opra na jina la wapili aliitwa Ruthu. Umeona asili ya Ruthu nani? Moabu. Ni nani? Moabu. Weka hiyo kichwani. Hizi tunaita ni hesabu za kuweka moja, za kubeba moja kichwani. Kwa unavyokuja sasa kusoma Ruthu mlango wa 3, unaona kwanza, kitu cha kwanza, huyu mama, yes, anataka kumsaidia Ruthu ambaye amepata tatizo la kwenye ndoa. Lakini anamsaidiaje? Ngoja tuone. Kwa huyu mama anamwambiaje? Kuanzia mstari wa kwanza sasa. Kisha Naomi akamwambia mkwewe, je, mwanangu, si vizuri nikutafutie raha ili upate mema? Basi huyu Boazi, je, siye wa mbari yetu ambaye alikuwapo pamoja na wasichana wake? Tazama, usiku wa leo atakuwa akipepeta shairi pale ugani. Basi wewe oga, ujipake mafuta, ujivike mavazi yako, kisha uende kwenye unga. Walakini usijionyeshe kwake mtu yule, ila atakapokwisha kula na kunywa, nayo itakuwa wakati atakapolala, utapaangalia mahali alalapo. Huyu mama, kabla sijamaliza kuendelea kusoma, huyu mama, mimi nakuwa na mtazamo wa tofauti sana juu ya hawa watu wa kwenye Biblia. Naomi, watu wengi wanafikiria alikuwa ni mama mmoja mwenye hekima sana. Lakini mimi namuonaga Naomi kama mama wa mjini. Mama wa mjini, mama wa dili, mama mjanja. Kwa huyu Naomi amemwona Ruthu anaenda kuokota vitu. Historia imeanzia nyuma lakini sijaweza kusoma. Ruthu walikuwa hawana hela, hawana maisha. Kwa hiyo alikuwa anaenda kuokota chakula kwenye shamba la huyu mtu anaitwa Boazi. Boazi alikuwa ni tajiri. Sasa huyu mama anaona huyu binti yangu ni chombo, na huyu jamaa na hela, ndio anamwambia sasa, nataka nikusanue. Kwa nini nisikufanyie kitu upate raha? Kuna mchongo mimi nataka nikutengenezee. Huu mstari wa kwanza. Kisha Naomi akamwambia mkwewe, je, mwanangu, si vizuri nikutafutie raha ili upate mema? Akamwambia, mimi ndio mama wa mjini bwana, wewe tulia, kuna mchongo na kutengenezea. Na sasa ujue Ruthu alikuwa ni dada au binti ambaye alikuwa ana heshima sana kwa mama mkwe wake. Kwa sababu hata baada ya mume wake kufa hakutaka kuondoka muache yule mama peke yake. Alisema nitakaa naye nimtunze, nikatafute huku na kule nije nimtunze huyu mama. Kwa alikuwa ni binti ambaye alikuwa yuko tayari kumsikiliza na anaheshimu kitu kinachotoka kwenye kinywa chake. Lakini Naomi alikuwa mama wa mjini. Akaona sasa huyu binti ana mambo yake ya ulokole, hajaona huyu jamaa ana hela. Huyu jamaa tumchezee mchezo. Umeona?
Kwa hiyo ndo anamwambia, wewe sasa oga vizuri, mstari wa 3, jipake mafuta, jivike mavazi yako yale mazuri, kisha nenda kwenye unga, jifiche watu wasikuone. Yani jifiche, funika sura usionekane. Muangalie ule mtu atakavyokula, atakavyokunywa, angalia. Unajua watu walikuwa wakienda kuvuna zamani, wanakaa kwenye mahema, wanakaa shambani hata miezi miwili mpaka wamalize kuvuna ndo wanarudi mjini. Kwa hiyo Naomi akamwambia, wewe angalia, akishafanya zile kazi za mchana za kuvuna kule shambani, angalia hema analolala. Wewe jipambe vizuri, kaa angalia vizuri. Mstari wa 4 sasa. Akamwambia, nayo itakuwa wakati atakapolala, utapaangalia mahali alalapo, nawe uingie, uifunue miguu yake, ujilaze hapo, na yeye atakwambia utakalofanya. Ruthu akamwambia mama mkwe wake, ambaye ndo mama yake sasa, hayo yote unenayo mimi nitayafanya. Kwa sasa huyu mama anamshauri huyu binti kwamba nenda kaingie kwenye nyumba ya mwanaume, ingia mpaka kitandani kwake, fungua blanketi, jichomeke huko ndani huko, bila huyu mwanaume kuwa na ufahamu. Maana yake anamwambia mtege huyu jamaa alale na wewe. Yani tunachokifanya hapa ni kumtega. Ukisha ingia tu kafanikiwa, lazima atalala nawe. Akikataa piga kelele, atakubali tu, hawezi. Wanaume wanajuaga, yani ukisha ingia tu kwenye kile kitanda anajua cha kufanya. Si hapa nimemwambia. Yani huyu mama alikuwa na mawazo yake. Mstari wa 4 anasema, uifunue miguu yake, ujilaze hapo, na yeye atakwambia utakalofanya. Kwa hiyo wewe nenda fungua ile blanketi, jichomeke huko ndani. Na huyu binti akamwambia sawa mama. Sasa ukiangalia katika maisha ya kawaida, tunaweza kusema huyu mama alikuwa na muabuse huyu binti. Anampa ushauri mbaya. Yani kwa nini wewe uolewe au ukajiingize kwa mwanaume kwa namna hiyo? Kama wewe ni mwanamke kweli mwenye kibali, si mwanaume anakufuata. Kama anataka kukuoa, kama anakupenda, anakuambia. Kwa nini utumie njia nyingine? Kwa sababu moja ya laana kwenye Biblia ni mwanamke kumtaka mwanaume, kumwambia nioe. Imeandikwa kwenye kitabu cha Isaya 4. Siku hiyo wanawake watamshika mwanaume, watamwambia tuoe, wewe nioe mimi. Kiasili ni mwanaume anamfuata mwanamke, sio mwanamke anamfuata mwanaume. Sasa huyu mama anamfundisha mtoto sio tu kumfuata mwanaume, ila amtege, kitu ambacho ni kosa mbele za Mungu kabisa. Kwa utakavyoona sasa kilichotokea, Naomi alivompa ya maelezo Ruthu alienda kufanya hivyo hivyo. Lakini sasa ilipofika kwenye hicho kitendo, mstari wa 8, na ikawa usiku wa 8, yule mtu akashtuka akajigeuza. Ngoja nianze mstari wa 7. Ikawa huyo Boazi alipokwisha kula na kunywa, yani alikunywa akalewa, na moyo wake umekunjuka. Yani huyu mama alimwambia hakikisha amekula kabisa, amekunywa, akisha lewa wewe ndio uende pale. Kwa hiyo na Biblia inasema kabisa moyo wake umekunjuka, yani alikuwa yuko tayari kwa jambo lolote. Huyu Ruthu alikwenda kulala penye mwisho wa chungu ya nafaka, na huyo mwanamke akaja taratibu, akaifunua miguu yake, akajilaza hapo hapo. Yani umeona kitu anachokifanya hapo huyu dada? Anaenda kulala na mwanaume kwa nguvu, aliyelewa, aliyekunjuka moyo. Na moyo umekunjuka. Biblia inasema sana moyo wake umekunjuka. Kwa hiyo baada ya Ruthu kufanya hichi kitu, mstari wa 8 unasema hivi, na ikawa usiku wa 8, yule mtu akashtuka akajigeuza, na kumbe yupo mwanamke amelala miguuni pake. Akasema, ni nani wewe? Akamjibu, mimi ni Ruthu mjakazi wako, uitande nguo yako juu ya mjakazi wako, kwa kuwa ndiwe wa jamaa aliye karibu. Maana yake anambia tulale pamoja, lala na mimi. Wewe ndio mtu wa karibu, lala na mimi.
kwa sababu alikuwa anajua tu akishafanya hivyo tayari ndoa. Mstari wa 10, akamwambia, mwanangu, ubarikiwe na Bwana. Umezidi kuonyesha fadhili zako mwisho kuliko mwanzo, kwa vile usivyowafuata vijana, kama ni maskini kama ni matajiri. Basi mwanangu, usiogope, mimi nitakufanyia yote uyanenayo, kwa maana mji wote pia wa watu wangu wanakujua kwamba mwanamke mwema. Unajua, Boaz alikuwa ni mtu mzima sana kwa Ruthu. Alikuwa ni mzee. Boaz alikuwa ni mzee. Sio kwamba alikuwa ni kijana tu. Boaz alikuwa anamuita huyu binti mwanangu kabisa. Boaz alikuwa ni mtu mzima. Na zamani vile ndoa ilikuwa haijalishagi umri kama siku hizi. Ilikuwa ni kawaida kabisa mzee kuoa binti, akifika tu ile dau la mahari basi anaolewa. Kwa hiyo huyu Naomi alivyoona huyu mzee yupo tu, aeleweki na anaela, akamshauri Ruthu akafanya hichi kitu. Lakini ashukuriwe Mungu, huyu mzee alikuwa ni mtu mwenye hekima kabisa. Boaz alikuwa ni mtu mwenye hekima. Alikuwa ni mtu wa haki. Akamwangalia yule binti akasema, hapana, siwezi kufanya naye kitu kama hiki. Yani ndio pona ya Ruthu. Alikuwa ni mtu wa haki. Akamwambia, mwanangu, no, siwezi kufanya kitu kama hiki. Wewe kweli najua ni mjane, hauna mtu wa kukutunza. Kama unataka nikuoe kwa sababu mimi ndio jamaa wa karibu, basi nitakuoa. Lakini sio kwa design hii. Boaz akamwambia kabisa, sio kwa design hii. Ndio maana unamuona Boaz anaingia kwenye ukoo wa Yesu. Ni mtu alikuwa anaishi maisha ya haki. Ni mtu alikuwa mcha Mungu. Ni mtu alikuwa na huruma. Ndio maana alimruhusu hata huyu dada achukue hivyo vitu bure tu. Bure tu. Alikuwa ni mtu wa haki. Kwa hiyo hakufanya kile kitendo na Ruthu. Lakini sasa, kwa nini Ruthu aliingia kwenye mtego kama huu? Ni destiny gani ilikuwa inamfuatilia? Ya kwamba yeye alale na mwanaume ambaye amelewa. Mwanaume ambaye analala naye akiwa hana ufahamu, ili ajipatie mtoto, ajipatie ndoa. Kwa sababu unaweza kusema ni mama mke amemshauri, alikuwa na mama mke wa mjini akamshauri. Lakini hii ni destiny. Ni kitu ambacho kiko kwenye familia. Ni kitu ambacho kiko kwa kina Ruthu. Kwa hiyo ukiangalia sasa asili ya Wamoabu. Wamoabu ni watu gani? Unaenda kitabu cha Mwanzo 19. Biblia imesema kwenye kitabu cha Ruthu Mwanzo pale kwamba Ruthu alikuwa ni Moabu, si ndio? Ukisoma Mwanzo mstari wa 19, mlango wa 19 mstari wa 30, Mwanzo 19:30, neno la Mungu linasema hivi: Ruthu akapanda kutoka Soari, akakaa mlimani na binti zake wawili pamoja naye, kwa sababu aliogopa kukaa katika Soari. Akakaa katika pango, yeye na binti zake wawili. Baba mtu mzima yuko na binti zake wawili. Yule mkubwa akamwambia mdogo, baba yetu ni mzee, wala hakuna mtu mume katika nchi, na atuingilie kama ilivyo desturi ya dunia yote. Umeona? Haya, na tumnyweshe baba yetu mvinyo, tukalale naye, ili tumuhifadhie baba yetu uzao. Wakamnywesha baba yao mvinyo usiku ule. Akaondoka huyo mkubwa akalala naye, wala yeye hana habari alipolala wala alipoondoka. Ikawa siku ya pili, mkubwa akamwambia mdogo, tazama, nimelala jana na baba yangu, tumnyweshe mvinyo tena usiku huu, ukaingie ukalale naye. Wakamnywesha tena baba yao mvinyo usiku ule, akaondoka mdogo akalala naye, wala yeye hana habari alipolala wala alipoondoka. Basi hao mabinti wote wawili wa Ruthu wakapata mimba kwa baba yao. Yule mkubwa akazaa mwana, akamuita jina lake Moabu. Huyo ndiye baba wa Moabi hata leo.
Kwa hiyo Moabu asili yao ya kuzaliwa ni mwanamke aliyelala na mtu mzima, baba yake, akiwa amelewa, akiwa hajielewi. Kwa sasa unaangalia hii destiny inamfuata huyu mtoto wa kike kwenye hii familia ya Wamoabu. Miaka miangapi baadaye, bado kile kitu kinatembea kwenye familia. Anatokea leo mama anakushauri ufanye hicho kitu. Shida sio mama. Yani utaanza kulaumu ni mama mkwe, yule ni muuni, ndo alinishauri, sijui. Lakini kumbe kitu kiko kwenye bloodline kinatembea. Kuna mtu alitengeneza huo msingi kwenye familia. Kwa hiyo Rutu hajajua kwamba kuna destiny fulani inamfuatilia ya kulala na mwanaume mtu mzima, mzee, akiwa amelewa, akiwa hana ufahamu, kwa siri, kwa kuingia kwenye nyumba yake. Kwa kitu alichokifanya mama yake, bibi yake Rutu, leo ndio Rutu naye anashawishiwa akifanya kitu hicho hicho. Kitu hicho hicho. Lakini hii ni kwa sababu ya asili. Pattern zilizoko kwenye familia zinamfuatilia Rutu. Hata iwe miaka mingapi baadaye, kama hakutokea mtu akafuta hiyo pattern, inatoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. Kwa kitu ambacho nataka ukijue hapa leo, lazima upate nafasi, upate na ufahamu, ujue ni pateni gani iko kwenye familia, ni muundo gani wa ndoa ziko kwenye familia. Alafu kisha pata hiyo, ujue kwamba okay, ni kitu gani kinasababisha. Rutu angeona anayesababisha ni Naomi. Sio Naomi. Naomi ametumika tu. Ndio maana watu wengi anakwambia huyu mwanaume haeleweki, huyu ndio amesababisha ndoa yangu haijadumu, sijui ana matatizo kibao. Kumbe shida sio mwanaume, shida iko na wewe. Umetokea kwenye misingi gani? Kuna pattern gani ipo? Wakolosai inasema akatuhamisha kutoka kwenye nguvu za giza, akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi. Ndani ya Yesu ndio kuna ukombozi. Kwa ukombozi unafanyika ukishaingia ndani ya Yesu. Naam, hata na msamaha wa dhambi ukisha kuwa ndani ya Yesu. Kwa ukisha kuwa ndani ya Yesu, sasa ndio inabidi uanze kufanya ukombozi juu ya ndoa yako. Sasa faida ambayo tulionayo sisi katika Kristo Yesu, tuna nguvu, tuna uhalali na tuna uwezo wa kufuta kabisa hivi vitu vinavyofuatilia maisha yetu. Katika Kristo tuna uwezo wa kufuta destiny. Katika Kristo tuna uwezo wa kufuta zile fate ambazo ziliandaliwa kutoka kule tulipotoka sisi. Ndani yake tuna ukombozi. Ndani ya Kristo. Kwa hiyo chochote ambacho unapambana nacho sasa hivi, kwanza usimlaumu mtu yoyote, wala usione mtu yoyote ndio sababu. Cha kwanza ni wewe ujue ni kitu kinakufuatilia kutokana na asili ulionayo wewe. Kwa hiyo haikuwa coincidence kwamba huyu mama na Rutu walikutana. Ni kitu ambacho kuna destiny tayari inamfuatilia. Kwa hiyo ilibidi imkutanishe na mtu atakayempa ushauri huo. Ilibidi mkutanishe na mtu ambaye hatakuwa mume wake mpaka
uzeeni atakufa tu ili huyu baadaye atafute mtu mwingine ile kile kitu kitimie. Kwa destiny na kufuatilia. Na hata ukiona kama umeweza kuescape, inakuja inaharibu ile miracle. Ruth alishapata mme, lakini destiny namfuatilia. Huyu mwanaume akaja akafa. Yani destiny ni nguvu inayofuatilia, inaua miujiza yako, inaua solution ambalo ulikuwa umeshalipata. Unaona umeshapata solution, destiny inakuja inaua pap. Kuna watu unakuta destiny yao inasema wewe utaoa wake wawili au watatu. Imeshaandikwaga. Unapata mke wako wa kwanza unamuoa kweli vizuri, mnapendana, mnaishi pamoja. Lakini ile destiny itakuja itasababisha mtagombana tu ili umuache ukaoe mke wa pili. Ili itimie kwamba huyu alikuwa na wake wawili. Kuna wakati mwingine inafika mpaka mtu anakufa. Mtu anakufa kabisa. Na watu hawajiwagi hiki. Mapepo yanaua watu kabisa ili destiny itimie. Unashangaa ni mtu alikuwa na mume mzuri, lakini destiny yake inasemaga huyu kwenye familia lazima atazana mwanaume huyu, atazana mwanaume huyu, atazana mwanaume huyu. Ukishazana yule akingangania ndoa, destiny inakuja inamuua. Mtu anakufa kabisa, sio kwa sababu, ni kwa sababu ya mtu aliyeunganishwa naye. Kuna vita, yani hiyo inatoka upande wa pili kwenye ndoa ipo. Ili kusudi litimie. Lakini vile vile kitu ambacho mimi nilikuja nikakigundua, na ni kitu cha ajabu. Lazima kabisa huyu mtu ambaye destiny itakukutanisha naye, na yeye upande wake ana tatizo kama hilo hilo. Yani mnavokutana watu wawili hivi ni utimilifu wa destiny za pande zote mbili. Kwa mfano, wewe mwanaume, destiny yako inasema wewe utakuwa katili sana kwa mke wako. Baba alikuwa katili, babu alikuwa katili, anapiga bibi, baba na yeye akawa anampiga mama, ni ukorofi. Piga mpaka akavunja mguu, mwingine anapiga mpaka akaua. Na wewe siku unaoa, utaoa mwanamke mwenye destiny ya kupigwa. Na yeye kule anapotokea, madhabahu yao na misingi yao inasema wewe kwenye ndoa yenu lazima utateseka. Kama alivyoteseka mama. Mama alipigwa na baba mpaka akavunjwa mguu. Bibi yako alipigwa mpaka akavunjwa meno. Na wewe utaolewa na mtu ambaye ana destiny ya kupiga. Kwa hiyo zinakuwa yani ni neutral, ni win-win. Ndio inakuwaga hivyo siku zote. Peleleza ndoa yoyote, anza na ya kwako. Kilichoko kule na kilichoko kwenu vinafanana. Mmekutana watu ambao ile destiny imekamilika sasa. Hakuna uonevu. Kama wewe destiny yako ni ya kuacha, mke na yeye ana destiny ya kuachwa. Yani ndio inavyokuwaga hivyo siku zote. Kama huyu ana destiny ya kupigwa na wewe una destiny ya kupiga, mmekutana. Umenielewa? Kuna dada mmoja nilikuwa naongea naye. Yule dada kilichotokea kwake, aliolewa na mwanaume vizuri tu. Alivyolewa na yule mwanaume, kilichotokea, waliachana. Yule mwanaume alimtapeli hela, akaondoka, kaenda nchi za nje, akapata mwanamke mwingine, akamuoa. Akaja nyumbani kuvunja ile ndoa. Akaja nyumbani, akamfuata yule mwanamke kwao, akamuita yani alikuja direct kutoka airport, akaenda nyumbani kwa yule mwanamke, kwa mke wake I mean. Akasema mimi sitaki na binti yenu, ndoa yetu imeishia hapa, nampa talaka, hii ndoa tumevunja, tunaenda ku process divorce. Kwa ni ndoa ambayo alijaribu sana kuisuluhisha kwa maombi sana, na kwa kutoa sadaka sana,
na kuvunja madhabahu na kuharibu sana, lakini ikashindikana. Akaja akafanya hicho kitendo, akavunja ile ndoa. Baada ya kuwa anapitia kwenye msongo wa mawazo sana, huyu dada alikuwa ni mtu mwenye akili sana tangu kipindi anasoma. Na wakati kipindi anasoma kwenye kijiji chao kulikuwa kuna kijana mwingine hivyo hivyo, ana akili sana, walikuwa marafiki sana. Marafiki shule ya msingi, wakasoma wote sekondari, chuoni hapo wakawa wameachana, lakini marafiki. Akienda nyumbani kule wanasalimiana, wanajuana, marafiki hivyo hivyo. Baada ya huyu kuachwa na huyu mwanaume, siku moja akakutana na rafiki yake, akawa anapiga stori za maisha. Alipopiga stori za maisha, akamwambia, dada, na mimi changamoto yangu ni hiyo hiyo. Mimi mke wangu amenitenda, tumeachana. Kwa hiyo huyu ameachwa na huyu ameachwa na mke wake. Na mke wake alivomwacha huyu, amemwacha na watoto 2. Lakini vile vile huyu kijana alikuwa na hali ngumu sana ya maisha. Hata malezi ya wale watoto, na amesoma, ana kazi, lakini bado mambo hayajanyooka tu. Struggle iko pale pale. Kwa hiyo wakati naongea na yule dada, akasema kamwangalia yule kijana na rafiki yake. Na tangu kipindi wanasoma, huyu dada kwao walikuwa ni matajiri, huyu kijana kwao walikuwa ni maskini. Lakini walikuwa na akili sana kijijini kwao. Kwa hiyo akaamua kumsaidia huyu kaka. Akamwambia, sasa na kusaidiaje? Wakaanza kusaidiana hivyo hivyo, na urafiki ukaanza kujengwa pale. Urafiki ukajengwa, mwisho wa siku wakaanzisha mahusiano. Wakakubaliana waishi tu pamoja. Huyu dada akamwambia, mimi nimeshaachwa na mume wangu, ameshaniandikia mpaka divorce, hiyo talaka. Ndio nilikuwa naamini ni mume wangu kweli, lakini basi ndio hivyo. Sasa kama na wewe umeachwa, basi tuanze maisha, tuangalie jinsi Mungu atakavyotusaidia. Kwa hiyo akakubaliana. Na yule dada akasema, mimi sina shida, watoto nitawalelea, wala usiwe na shida. Kwa hiyo kitu cha kwanza, akawaleta wale watoto, akawa anaishi naye. Akawahamisha, yule dada si ana hela sana, akawahamisha kwenye hizo shule, wakatafutia shule nzuri, akawa anakaa nao nyumbani. Haikuchukua hata mwaka, siku moja akaanza kunotice kuna tofauti kwa yule mwanaume, jinsi anavyomtreat. Amheshimu, ana hasira, anaongea naye kwa jazba. Kuna vitu ambavyo hawaafikiani, hawaelewani. Siku ambayo kabisa vitu ndio vilimpa shida, mpaka akawa amenitafuta. Walikuwa wametoka out. Wale watoto wakawa wanafanya sijui vitu gani bana, wanavunja vile vitu wanavyotumia kule, wanachezea zile chupa na nini. Akakasirika yule dada, akamwambia, nyinyi watoto nitawatandika. Hawakusikia, wakaendelea kucheza. Ile wanachezea, akaenda kumshika sasa ili amtandike. Yule kijana akamwambia, wewe usipige watoto wangu, ujui uchungu wa watoto, sijui na nini, maneno mengi, watoto sio wa kwako. Kile kitu kamuumiza sana yule dada. Ndio akasema, huyu mtu nimemfanyia vitu vyote, lakini bado hani appreciate tu. Yani bado hani appreciate tu. Sasa kama tumeshakubaliana na tumeanza mahusiano, sasa tutaweza kuendelea kweli kama ndio mwanzo huu tu anaanza, yani ni lawama, ni appreciate na maneno mabaya ananiambia, mpaka juzi ameniambia uchungu wa watoto, sijui watoto sio kwake, mimi sijazaa na nini. Na kati ya kitu kilichosababisha yule dada akaachana na yule mwanaume, hakupata mtoto. Yes, alijaribu sana kupata mtoto akashindwa. Alijaribu sana akashindwa. Na yule mwanaume akaamua kuwa amemwacha. Kwa hiyo neno likao limemuumiza sana. Kwa sababu si watu wa rika moja, mwanaume tayari ana watoto 2. Huyu ana. Kwa hiyo kitu kikamuumiza sana. Sasa shida yake ikawa ni hivi. Je, ninafanya maamuzi sahihi au ninakosea mimi kukubali au kutaka kuolewa na huyu kijana? Kwa sababu alikao akakubaliana, naye akawa anataka mtu akuishi naye. Je, huyu ni mtu sahihi? Umeona nisipokuelezea story muda mrefu.
Nikaanza kumwambia yule dada, nikamwambia kuna shida lazima ambayo uijue wewe unayo mpaka sasa hivi. Asili inakufuatilia, inataka uolewe na mwanaume wa design ambayo atalitimiliza lile kusudi la kiasili ambalo ni wewe kuteseka kwenye ndoa. Nikamwambia shida yako sio mwanaume, kwa sababu katika maombi yake yote wakati anapitia struggle za ndoa iliyopita, kila siku alikuwa ni kumwombea mwanaume. Roho zilizomfunga, roho ambazo hazitaki ndoa, zilizomkamata mwanaume, sijui ujeuri, sijui vitu gani, na anaenda kwa watumishi, ni wewe mwanaume anaombewa maombi ya kila namna, kukamata, kufunga pamoja na kutoa sadaka nzito za kumfunga yule mwanaume asiende, asimuache, sijui asifanye nini. Kwa maombi yake yote ilikuwa ni kumwombea yule mwanaume wa kwanza. Na kwenye hii vile vile anataka ni muombee yule mwanaume. Nikamwambia dada, sio hivyo. Shida haipo kwa yule mwanaume, shida iko kwako. Kuna destiny inayokusukuma, inakusukuma kwa mwanaume wa design hii. Nikamwambia wewe unafanya kazi kwenye international organization, una exposure kila siku, uko na wanaume kwa muda mrefu, sawa, umeshaachana na yule. Kwa nini unaenda tena kuoa mwanaume unamtafuta wa zamani tena na watoto wawili? Kwani usianze fresh na mtu fresh? Kwa sababu wewe hujazaa, una mtoto. Kwa nini unafanya kitu kama hiki? Nikamwambia kuna destiny inayokufuatilia. Ndio nikamwambia sasa, nielezee wewe, mama yako aliyekuzaa wewe, ndoa yake ilikuwaje? Nikamwanzia hapo. Akasema mama yangu ameolewa na mwanaume ambaye alikuwa na watoto tayari, ila yule mama alikufa. Alikufa akiwa, baada ya kumzaa alikufa vile vile. Lakini baba yake hakuoa tena, akaendelea kukaa na wale watoto na huyu sasa. Kwa huyu mama alikaa na wale watoto, alafu baadaye kaja kafa. Kwa mama yake aliolewa na mwanaume ambaye tayari alikuwa na watoto wawili, na akakaa kwa shida kwenye hiyo ndoa mpaka baadaye ikabidi aondoke, lakini huyu mtoto akabaki na baba yake. Baba yake alikuwa na uwezo, alikuwa na pesa. Kwa hiyo mama akamuacha. Kwa hiyo hata alivyokuja kufa, hakufia ndani ya ndoa, alishachana huyu mwanaume kwa sababu ya mateso na vitu vingine. Kwa hiyo akaniambia mimi nimesomeshwa na baba yangu hivyo. Baada ya kusomeshwa, kwa sababu nilikuwa na akili, akasema atataka kunisomesha, lakini kuna wakati nilikuwa nataka kukaa na ndugu zangu upande wa mama hivyo. Kwa hiyo alikuwa ananisomesha, lakini sikukaa naye sana. Kwa hiyo nikamwambia destiny yako, umeona destiny ya mama yako, aliolewa na mwanaume mwenye watoto, na hiyo ndoa ikamshinda. Nikamwambia okay, hicho kitu cha kwanza. Je, destiny ya huyu kijana, si umesema umetoka naye kijiji kimoja, na yeye yukoje? Akasema na yeye baba yake alikuwa alimpiga mama yake mpaka akaondoka nyumbani, akamwachia watoto. Kwa hiyo huyu amelelewa na baba yake, mama aliondoka nyumbani. Namjua vizuri. Akasema namjua vizuri. Baba yake alikuwa mlevi, mgomvi, piga mama akaondoka. Kwa hiyo huyu na yeye amelelewa na baba yake hivyo. Na kitu kingine, akasema baba yake amezaa na wanawake wengi. Kwa hiyo hata mama yake hakuwa mke wa ndoa. Mama yake na huyu kijana hakuwa mke wa ndoa, ni ile nyumba ndogo. Nikamwambia sasa, hujaona huyu kwamba destiny ya kwake yeye, ya baba yake, ni kuzaa na wanawake wengi na kuwa abuse, kuwapiga, hathamini wanawake. Nikamwambia huyu tayari ameshapiga huyu wa kwanza, ameondoka, sasa hivi ni wewe. Mmeshaanza kugombana. Atakuzalisha na atakuacha. Kama baba yake alivyofanya. Nikamwambia ukweli kabisa. Kama baba yake alivyofanya. Huyu atakuzalisha, atakuacha. Ataenda kuoa mwanamke mwingine. Kama ilivyokuwa kwa mama yako na hivyo. Kwa hiyo nikamwambia hapo unaviona ni destiny na kusukuma kwa mwanaume wa design hii. Umeona zinavyoshabihiana.
Tatizo liloko kwako hivi, huyu anakuja kukamilisha hilo tatizo. Huyu mama yake aliolewa na mwanaume mwenye watoto wawili. Sasa hivi na yeye anataka kuolewa na mwanaume mwenye watoto wawili. Huyu mwanaume na destiny yake hivyo hivyo, kuzaa, anaoa, anaacha. Baba yake ndo alifanya hivyo, na yeye ameshafanya tayari, yuko kwenye destiny. Nikamwambia, hapa unaingia kwenye mtego. Huu ni mtego wa kimadhabahu, mtego wa kiasili. Nikamwambia ukiingia kwenye hii ndoa uwe tayari kulipa hiyo gharama kabisa. Nikamwambia sasa wewe, kwa nini usiolewe na mwanaume? Mbona kuna wanaume tu ambao wana watoto? Mbona uko vizuri, unajiweza, una kazi, ni dada mzuri. Kwa nini usitafute mwanaume fresh? Hataki. Yaani alikuwa hataki, namtaka huyu. Unajua huyu ni rafiki yangu namjua. Nikamwambia sawa, lakini umeshaona tabia yake, ni mlevi, ndio hivyo, ameshachana na mwanamke, bado ana stress hayo. Ana vitu vingi tu ambavyo havielewi. Kwa nini usitafute mtu fresh? Hataki kabisa. Anataka tu aolewe na huyu kijana. Nikamwambia sawa. Nikamwambia kwa Mungu sio kwamba haiwezekani wewe kufunguliwa kwenye hivyo vifungo na yeye kufunguliwa kwenye hivyo vifungo. Kama na yeye anamwabudu Mungu kama wewe na yuko tayari kwa solution ya kiroho, kuingia kwenye maombi na kuvunja hiyo misingi, sio kitu tunachorecommend sana, lakini labda neema ya Mungu itakuja itawafungua. Lakini je, yuko tayari kwa maombi? Akasema wala hataki kusikia mambo ya watumishi. Hataki kusikia mambo ya maombi, hataki kabisa. Kama sasa kwa nini unataka kukaa na mwanaume kama huyu? Akaniambia mtumishi, wewe muombe abadilike, sijui afanye nini, anithamini. Nikamwambia mambo hayaendi hivyo. Huyu tayari yuko kwenye vifungo na wewe uko kwenye vifungo, na ni madhabahu inataka uolewe na mwanaume wa design hiyo ili kusudi la madhabahu litimie. Sasa kwa nini unaingia kwenye mtego kabisa ambao unauona, yani ukipiga mahesabu yote inakuonyesha kabisa? Kwa nini usitafute mwanaume ambaye kwenye familia yao kuna historia ya kukaa na ndoa? Babu amekaa na bibi mpaka amezeeka, sijui baba mkubwa amekaa na mke mpaka amezeeka, baba yake na yeye anaishi na mama yake wamezeeka, hajawahi kumpiga, hajawahi kumtesa, hajawahi kuzaa nje. Kwa nini usitafute mwanaume mwenye historia namna hiyo? Yule dada anielewi. Nikamwambia hanielewi. Akaniambia mtumishi, kama utaki kuniombea basi tu. Nikasikitika sana. Akaniambia mtumishi, kama utaki kuniombea basi tu. Kwa hiyo akasema atatafuta watumishi watakaomwombea hiyo ndoa ikae salama, huyo mwanaume sijui afanye vitu gani. Nikamwambia sawa. Nikamwambia ushauri wangu ni huo, ni bora huyu mtu achane naye, kwa sababu hamna ndoa, hamjavalishana hata uchumba, mko kwenye mahusiano. Sisi kama watumishi haturuhusiwi kuvunja ndoa ya watu. Ndoa ikishafungwa inaheshimiwa na watu wote. Lakini nikamwambia huyu mwanaume hata uchumba yenyewe hamna, mnaishi tu kijanja hapa mjini. Achana na huyu mtu, tafuta mtu ambaye ni mnaanza kupanga maisha tu, sio mambo ya kaza kushughulika na mizimu migumu. Mtu mwenyewe kwanza hata hataki mambo ya Mungu. Hakunielewa, akaondoka, akasema kutafuta wanaume atakomsaidia yeye. Nikamwambia sawa, ikaisha. Lakini kwa nini nakwambia hichi kitu kama hiki? Ni Rutu na Naomi. Madhabahu ina namna ya kukutengenezea mazingira kwenye ndoa. Unafanya replication ya kitu ambacho kilikuwepo kule. Inafanya replication. Na ukitaka kujua umeshaingia kwenye mtego wa madhabahu, ni uoe mwanamke mwenye sifa ambazo baba au babu na yeye alioa. Kwa mfano, ukienda kwenye familia ya Abraham, kulikuwa kuna tatizo la utasa. Yaani kwenye familia ya Abraham kulikuwa kuna tatizo la utasa. Mke wa Abrahamu alikuwa tasa, mke wa Isaka alikuwa tasa, walizaa baadaye. Sio kwamba alikuwa tasa moja kwa moja, walizaa baadaye. Na mwanamke ambaye Yakobo alimpenda akamtolea mahari ya kufanya kazi miaka 14, Rachel, anaitwa nani?
Raeli kwa Kiswahili, naye alikuwa tasa. Lakini wanawake wote hawa wana sifa moja inayofanana: wanawake waliokuwa weupe wa uso. Biblia inasema kabisa, Mwanzo 12 mstari wa 11, ikawa alipokuwa karibu kuingia Misri, akamwambia Sarai mkewe, huyu ni Abraham, najua ya kuwa huyu mwanamke mzuri wa uso, a fair woman. A fair woman. Ukija naye vile vile ukienda kwenye Mwanzo 24, wakati Abimelech anaenda kumtafutia Isaka mwanamke, mstari wa 16 unasema hivi, huyu ni Rebeka sasa mke wa Isaka, naye yule msichana alikuwa mzuri wa uso, alikuwa mzuri sana uso wake, a fair woman. Huyu ni Rebeka. Ukija kwa Yakobo naye hivyo hivyo, naye alikuwa ni a fair woman. Yes. Kwa hiyo Raeli naye vile vile alikuwa ni mwanamke mzuri wa uso. Yes. Kwa hiyo kuna kitu ukisha kiona tu kikakuvutia na wewe, unajua tayari umeshaingia kwenye laini ya mababa na mababu. Na utakuta kwenye familia hii kuna sifa ambayo inawavutia kwa huyu mwanamke. Kuna sifa fulani. Kwa babu alipenda mwanamke mweupe na alikuwa tasa. Baba yako naye alipenda mwanamke mweupe, alikuwa tasa. Yakobo naye anapenda mwanamke mweupe, naye alikuwa tasa. Kwa hiyo kuna kitu ukisha kiona tu, unajua tayari ushaingia kwenye line. Tayari ulishaingia kwenye line. Kwa lazima uangalie, babu alioa mwanamke gani, ili ujue uko kwenye line, unatakiwa ushughulike na hicho kitu. Au kama ni mwanamke naye anaangalia mama aliolewa na mwanaume aina gani, alikuwa na tabia gani, alikuwa mlevi anapiga, basi nishaingia kwenye line. Vitu vyote vilivyompata mama na mimi vitanipata. Kama baba naye alioa mwanamke gani, hivyo hivyo unaangalia. Kama na mimi nimeoa mwanamke wa design kama yule wa baba, na mimi tayari nishaingia kwenye nini? Kwenye line. Kuna mtu mmoja naye nilikuwa namsaidia hivyo hivyo. Yule mama alinifuata. Ukiangalia ile ndoa kwa nje na ile familia, ni familia inaonekana ina raha na amani kabisa, lakini yule mama kule ndani anateseka. Sasa yeye anakuja, ana maombi yake. Unajua mama wana hekima sana ya kuficha mambo. Nakwambia, mtumishi, niombe tu, mipango haiendi. Kuna vitu kwa tumekubaliana na mume wangu lakini vinakuwa ni vigumu kutimia. Sijui ni nani. Nikamsikiliza, nikaenda nikamuombea kwa uzito sana. Hivyo muombea kwa uzito sana. Ile familia nawajua. Huyu mume wake najua, kaka zake wote. Mungu akaniambia kitu kimoja tu. Na tabia zao nawajua, na wake zao nawajua. Mungu akaniambia kitu kimoja tu. Yaani tena baada ya maombi sana, akaniambia neno moja tu: family of fair women. Yaani Mungu alivyoniambia hilo neno, akili zangu zikafunguka pa. Hivi kaka mtu si amewaga mwanamke mweupe? Yes. Hivi yule mdogo wake anasema mwanamke mweupe? Yes. Wako 4 wanaume na wote wameoa wanawake weupe, na hawa wanawake wameteseka kwenye ndoa, wameteseka kwenye hiyo familia, Kwa Mungu akaniambia a family of fair women. Yani akili zangu zikafunguka pap. Yule mama fulani, yule au wengine kaka zake, mambo sio ya siri, anajulikana kabisa. Kaka mkubwa ameoa yule mwanamke, amemtesa, alikuwa ni mtu wa starehe, ametafuta mwanamke huko ndo anasimamia vitu vyake, anasimamia mali zake, anasimamia biashara zake. Mke wake ametupwa huko nyumbani. Anamwambia kama utaki ondoka. Kwa hiyo mama imebidi akae hapo nyumbani kwa ajili ya watoto. Anamwambia kama unaona kuna kitu na kuna
ondoka. Kwa hiyo mama yuko hapo nyumbani, mali na biashara zinasimamiwa na mwanamke mwingine. Huyo mwanaume mwingine hivyo hivyo, na hivyo hivyo, wanawake huku na kule na huku. Yule mwanamke anateseka. Ila huyo wa pili at least mke wake alikuwa anajishughulisha na kazi zake, ana biashara vyake. Huyo wa tatu mwendo ni ule ule. Wanaume wana uwezo, wana nguvu, lakini wanawake wanateseka. Huyu sasa na yeye anagugumilia moyoni. Huyu alikuwa ameokoka, wengine walikuwa hawajaokoka. Kwa hiyo Mungu akaniambia, a family of fair women, yuko kwenye pattern, ameshaingia kwenye channel. Baada ya hapo kuenda kufuatilia na kuongea naye, yule alikuwa anateseka sana. Sana sana sana. Mateso makubwa. Kwanza hata sijui ndio mnaita sijui mawifi, mama, hawamtaki kwenye familia. Yeye na mume wake wako vizuri, lakini shida upande wa familia. Unamchukia na anapambana kila siku. Na upande wa mume wake hamwezeshi, walikubaliana atamfungulia biashara, atamfanyia vitu fulani kisha muoa, hamfanyi vile vitu. Kwa hiyo amekaa pale nyumbani, anavumilia matusi yote, vitu vyote. Ndio shida ile kuwepo hiyo, lakini ni pattern ya kwenye family. Kwa hiyo huyu mdogo wake tu alivyooa tu mwanamke mweupe, ameshaingia kwenye channel ya kaka zake. Ameshaingia kwenye channel ya baba yake. Tayari ameshaingia kwenye channel. Kwa huyu mke tu na yeye vile vile anapata yale ambayo wenzake wamepata, mateso yale ambayo wenzake wamepata. Kwa hiyo nachotaka tu nikuambie, shetani ametengeneza mfumo mzuri sana wa kuhakikisha anakamata watu kwa vizazi. Shetani hawekezagi kitu cha mara moja. Yaani shetani ana akili nyingi sana kuliko unavyofikiria. Ameshaweka mfumo wa vizazi vingi, lakini sisi Mungu akitufungulia fahamu zetu, tukajua hiyo mitego ya adui na kumwomba Mungu, destiny zinaweza zikabadilika. Hata kama mtu ameshaingia, kuna kitu unaweza ukafanya ukafuta. Ndio maana ya kuzaliwa mara ya pili, sio kwa mapenzi ya damu au ya wanadamu au ya nyama, bali kwa mapenzi ya Mungu. Ngoja nikusomee mstari hapa kwenye kitabu cha Yohana. Yaani hiki kitabu nakipenda sana. Inasema hivi, mstari wa 12, Yohana mlango wa kwanza mstari wa 12. Unasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Yaani maana ya kuzaliwa mara ya pili ni kwamba kwa sababu ulivyozaliwa mara ya kwanza ulizaliwa kwa damu, tunazungumzia bloodline. Damu ya kwenu inataka nini? Damu ya kwenu ina laana gani? Imetengenezewa maisha gani? Huyu umezaliwa katika mapenzi yayo. Mwili tunazungumzia asili, DNA ya kwenu ina nini? Ina tabia gani? Kwenu kuna tabia gani? Ni watu wauni, watu wakorofi, ni watu walevi, ni watu wazinzi, ni watu wenye hasira? Yani hivi vitu vitatu ndio vinakutengenezea wewe maisha yako. Damu, mwili na mtu mwenyewe. Yani hichi kitu cha tatu, mtu mwenyewe, unaweza usikijue, lakini nitakufunulia leo. Kwenye kila familia, baba au mama anatengeneza mustakabadhi wa uzao unaokuja. Abraham alitaka watoto wake wawe watoto wa design fulani. Ndio maana Mungu akasema, je, nimficheje Abraham jambo hili ikiwa atawaamuru watoto wake wazishike amri zangu? Ikiwa Abraham. Kwa kumbe Abraham alifanya agano na Mungu la vizazi, akawatengenezea destiny, njia,
watoto wangu na uzao wangu utakuwa watu wa design fulani. Kwa unavyozaliwa kwa mapenzi ya mtu ni pale ambapo babu yako alikaa akasema, kwa jinsi ndoa ilivyonitesa, hakuna mtoto wangu atakayeoa. Hakuna mtoto wangu atakayeoa. Mapenzi ya mtu, sio Mungu, sio shetani, ni mtu ameweka legislation kwenye familia yake. Ni mtu ameweka legislation kwenye familia yake. Tunavyozungumzia haya mapenzi ya aina tatu yaliyotajwa hapa kwenye mwanzo, unavyozaliwa mara ya pili ndio unayavunja, na ni vitu vigumu kwenye maisha yetu. Ni vitu vigumu sana. Damu ya kwenu inataka nini? Uzao wa kwenu unataka nini? Umeshaandika damu, kuna vitu viko huko ndani vimeshaandika. Wewe utapitia changamoto hizi kwenye ndoa, wewe utapitia changamoto hizi za kiuchumi, wewe kwenye maisha utakuwa mtu gani? Damu inasema. Kitu kingine, mwili wako umebeba tabia, DNA zimebeba tabia zako. Kwa unavyozaliwa na mzazi fulani, ujue umebeba tabia, mapenzi ya mwili. Ukiangalia matendo ya mwili ndio haya yameandikwa pale: husuda, wivu, fitina. Matendo ya mwili yameandikwa vizuri kabisa. Kwa unavyozaliwa kutoka kwenye familia, unabeba hivyo vinasaba vya hizo tabia. Hadi uchawi ukiangalia pale umeandikwa, mwili umeandikwa, DNA yako inasoma kabisa, huyu mtoto aliyebeba DNA ya mzee fulani ni mchawi kwa asili. Kwenye DNA ipo. Either huyu baba anataka ama hataki, DNA yako inasema hivyo. Wewe ni mzinzi, DNA inasema wewe ni mgomvi, wewe ni mtu wa hasira, wewe ni mtu wa chuki, wewe ni maskini. Yani DNA imeshaandika hizo information. Mapenzi ya mwili, watu wa familia fulani wanajulikana, yani kuna vitu ambavyo viko kwenye mwili na vinajulikana. Lakini vile vile kuna mapenzi ya mtu, matamko yaliyowekwa kwenye familia. Watoto wake watateseka, atazaa tutaona. Watu walishatamka, ndio inaitwa ni mapenzi ya mtu. Sasa unavyozaliwa mara ya pili, unavunja hizi nguvu. Unaanza kupewa nguvu, uhalali wa kuvunja. Yani bila Yesu huwezi kubadilisha hiyo destiny hata siku moja. Lakini unavyozaliwa mara ya pili ndio unaanza kuvunja, kufuta, kuharibu. Ndio maana kuna kipindi Mungu alikuwa ananifundisha siri ya damu. Nilikuwa najiombea sana damu yangu. Najiombea sana. Naambia Mungu, kwenye hii damu futa uchafu uliopo. Kuna watu wasemaga huyu mtu ana damu chafu. Sio misemo ya kunanii. Damu inachafuka. Damu inachafuka. Damu inachafuka. Kuna vitu vinachafua damu. Tofauti na mwili, kuna vitu vinachafua damu. Yes, damu inachafuka. Yani unakuwa una balali na kufuatilia tu ujui. Sio vinasaba. Vinasaba vinatenda kazi hivi. Tunavyozungumzia kati ya mapenzi ya mwili na ya damu, mapenzi ya mwili ni vinasaba, ni vitu vinavyokufanya wewe kuwa mtu fulani. Vinakufanya wewe kutenda. Una manifest, unafanya. Lakini kwa damu ni taarifa iliyoko juu yako. Kama vile Kaini alivyoua, Mungu alimwambia atakayekuona atakuwa. Damu yake sasa hapo tayari ilikuwa ishabeba laana. Hata angekuwa mtu mzuri namna gani, hana shida na mtu, anashangaa tu mtu anakuja anataka kumuua. Kuna mzee mmoja yeye alikuwa anauaga watu zamani. Taarifa hizo tulikuwa tunazijua sisi tukiwa wadogo. Anaua watu, ananyonya damu. Zile ni dhambi ambazo zinachafua damu, bloodline. Ni laana iliyoko kwenye damu. Siku moja yule mzee alikuwa tajiri kweli. Siku moja mtoto wake yuko kwenye moja ya baa za baba yake, wakaja wezi tu out of nowhere. Yule kijana alikuwa ni anapendwa, yani ndio alikuwa tumaini la familia nzima. Alipigwa risasi ya kichwa.
hana kosa. Kijana alikuwa hana shida na mtu yoyote, lakini damu tayari inadai, damu yake inadai kwamba auliwe. Damu inapiga kelele, yani mimi ni wakuuliwa tu, au mimi ni wakuchukiwa tu, au mimi ni wakukataliwa tu, au mimi ni wakusingiziwa tu. Kwa damu ina kitu inakibeba. Damu inabeba vitu kama wewe ni nani, wewe ni kiongozi. Kama alivyotamkiwa Ruben, hautakuwa na ukuu. Ile imeshuka inakaa kwenye bloodline. Ruben, hata ujitahidi namna gani, huwezi kuwa na ukuu. Kuna kitu ulikifanya. Kuna kitu alikifanya, damu ikachafu, yani akawa amenajis bloodline. Baba yake akamwambia you will never be great. Never. Sasa hapo yeye ilikuwa ni mara mbili, mapenzi ya mtu na mapenzi ya damu. Vyote vitatu, yani kwa Ruben vyote vitatu kwa vinatenda. Damu yake, mapenzi ya babake akamwambia hutakuwa na ukuu kabisa. No, ninakukatalia. You will never be great. Hata ufanye nini hautakuwa mkuu. Hautakuwa mkuu. Kwa hiyo maana ya kuzaliwa mara ya pili ni kwamba inakupa wewe sasa uhakika wa kuweza kufuta hivi vitu vilivyo kwenye hizo ngazi tatu. Mungu alikaa akafikiria akasema no. Hapa sitaweza kumsaidia mwanadamu kutoka kwenye dhambi na laana. Dawa, solution, best, ultimate solution ni kuzaliwa mara ya pili. Utu wa kale ufe kabisa, uvae utu upya. Sasa hii ni process unayoifanya wewe. Sio kama ni kitu kinatokea mara moja tu. Mungu alishamaliza katika ulimwengu wa roho, ameshakupa haki ya kufanyika hivyo. Ndio maana Wakolosai 3 inasema uvue wewe sasa. Ndio maana sasa hapo ndo nakumalizia hivyo. Wewe sasa uvue utu wa kale, uvae utu upya. Wakolosai mlango wa 3 unaanzia mstari wa 1. Basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Ikiwa mmefufuliwa, maana yake mlikufa pamoja naye. Utu wa zamani ulikufa. Sasa mmefufuka katika utu mpya. Yatafuteni, yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Ndani yake, yani mko ndani yake. Unakumbuka neno letu la Wakolosai 1 mstari wa 13? Mstari wa 5 ndo anasema sasa, basi vifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi, uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani, ndio ibada ya sanamu. Hivi kama umefufuliwa na Kristo, sina maanisha mambo yameshakufa. Kwa nini nakwambia vifishe? Kwa nini nakwambia pambana navyo? Kama mimi nimeshazaliwa katika Kristo, sina maanisha vimedisia pia pap. Lakini Mungu anakuagiza kwa neno lake, anakuambia fisha, shughulika. Sio Mungu anafanya. Yani kitu ambacho watu wengi wanashindwa kuelewa kabisa. Sio Mungu anafanya. Anasema wewe vifishe, sio nitavifisha, vifishe. Mortify your deeds. Mortify your members. Fanya vife, visiwe hai. Komesha, yani wewe dili na tamaa iliyoko ndani. Mwenyewe amua kwamba hichi kitu kinakufa. You have that power now. Mwanzo ulikuwa una. Sasa hivi una hiyo nguvu. Sasa hivi una huo uwezo. Ndio kitu ambacho ile neno la Mungu linasema. Kwa sababu uko ndani ya Kristo, you have power. Na sio ngumu. Unafisha kila siku mpaka kitakufa kabisa. Haiji automatic. Unahitaji kushughulikia. Kwa hiyo sasa unaangalia misingi ambayo wewe umezaliwa nayo ni misingi gani? Ni kitu gani kipo kwenye familia? Unashughulika nacho, unakifisha, unakiua, unakiharibu, unaki-eradicate, unaki-neutralize kisiwepo tena. Unaongea na damu yako, unaongea na mishipa mifumo, unaongea na ufahamu wako, unaongea na nafsi yako. Kuna vitu na viamuru vife
na kuna vitu na viamuru viishi. Ndio njia pekee ya kushinda. Ukisha kuwa katika Kristo Yesu. Kwa kati ya kitu ambacho nawaambiaga watu hasa kwenye ndoa, na hasa nikiongea na mwanaume, mwanamke na yeye na vidonge vyake, lakini mwanaume, sifa ya kwanza ya mwanaume ni maamuzi. Kabisa. Sifa ya kwanza ni maamuzi. Kwa sababu wewe ndio kichwa cha familia. Na ile neno la kwenye wa Efeso linasema wewe ni kichwa na mwokozi wa mke wako. Kwa unatakiwa uamue kwamba ni kitu gani ninakiruhusu kwenye familia yangu na ni kitu gani sikiruhusu. You have that power. Una hiyo nguvu. Wewe ndio unaamua kitu gani kiishi na kitu gani kisiishi. Yaani wewe ndio unaamua kwenye maisha yako binafsi, unaamua kwenye ndoa, unaamua kwa watoto. Wewe una hiyo nguvu. Ndio maana Mungu hapa kwenye Wakolosai 3 anakuambia wewe fisha, haribu, jitakase, jioshe. Wewe, you have the blood of Jesus, wash yourself. Takasa damu, ondoa hayo magonjwa ya kurithi, ondoa kisukari, ondoa kansa, ondoa, safisha. Jitakase kwa imani, funga macho yako, jitakase. Sema najitakasa, ninajiosha. Yaani unajivision kama mtu anajisafisha kwa kutumia sabuni. Unajiosha. Kama unavyoga unajisafisha. Safisha, yani jisafishe. Sasa shida si tuenda kumlilia Mungu. Mungu tusafishe. Mungu sawa, unamuomba. Ukishamaliza you take action. Mungu alishakupa hiyo sabuni, chukua. Oga. Wakolosai 3. Ni wewe unafanya hii kazi, sio Mungu. Ni wewe. Kwa hiyo ukiamua kusimama kwenye nafasi yako, sifa ya kwanza mwanaume ni maamuzi. Kuamua kwamba hichi kitu sikitaki, alafu sasa unaanza kukishughulikia strategically. Kama ni wiki, kama ni mwezi, kama ni mwaka, lakini unadili nacho, unasema nitahakikisha hichi kitu hakitakuwa kinakwisha. Sikiruhusu kwenye maisha yangu, sikiruhusu kwenye ndoa yangu, sikiruhusu kwenye familia yangu. Kwa sababu ukishakuwa ndani ya Kristo, yale mapenzi ya mwili na ya damu na ya watu yanakoma. Umezaliwa upya, si kwa mapenzi ya watu. Mungu ana nguvu ya kukibadilisha hicho kitu kikawa kipya. Kati ya kitu ambacho mimi nampenda Mungu, na hata kuna baadhi ya watu nikiwaombea, na narudiaga kuwaambia sana, Mungu ni muumbaji, hajakoma, hajaacha, anaumba hata sasa. Kwa kama kuna jambo limekaa vibaya, Mungu anaweza kuliumba upya. Unajua kuna kurekebisha, kufix, na kuna kucreate, kuna kurenovate, kufanya kitu cha zamani kiwe kipya kipya. Yani ni ile nyumba umeamua kuipiga rangi mpya, paa jipya. Lakini kuna swala la kujenga nyumba mpya, inamaanisha unapiga tindo mpaka chini, unangoa mpaka misingi, unaanza moja. Mungu anaweza vyote. Anaweza kurekebisha, anaweza kufanya renovation, na anaweza kutengeneza kipya. Kwa hiyo inategemea tu ni wewe unataka kitu gani kwenye maisha yako. Anaweza akafanya upya, jambo jipya likazaliwa katika hicho kitu, lisilokuwa na misingi ya zamani kabisa. Umeshanielewa mpaka hapo? Kwa hiyo unatakiwa ufanye nini? Maamuzi. Hizo destiny, hizo pattern zipo. Nimeongea naye kwa kirefu, ujue hizo destiny, ujue hizo pattern, ili ujue kwamba zipo kweli. Na kwamba sasa mimi nafanya maamuzi gani? Amua kwamba katika ndoa yangu, katika maisha yangu na familia yangu, sio mapenzi ya mtu wala ya damu. Ni mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni amani, ni haki, ni uhai, ni mafanikio. Mapenzi ya Mungu ni wewe uyaishi maisha yanayompendeza yeye, na kwa utukufu wa jina lake. Kwa umeelewa mpaka hapo?
Ningeweza nikueleze hicho kipengele cha 3 cha mapenzi ya mwili, mapenzi ya damu na mapenzi ya mtu. Ni subject kubwa sana, lakini jua kwamba vyote vinaweza kubatilika ukiwa katika Kristo Yesu, kwa maana umezaliwa mara ya pili na uhai wako uko ndani ya Kristo. Kwa hiyo ikiwa kuna jambo lolote, jua kabisa hicho kitu tayari kipo. Haupambani na adui aliyoko nje, ni aliyoko ndani. Aliyoko, hata yule anayepigana vita na wewe kutoka nje, kuna kitu anakiangalia ndani, kwenye damu, kwenye mwili. Yes. Hicho kikishaondoka hana nguvu tena. Ndio maana nasema mpingeni shetani naye atawakimbia. Akija unakemea, toka, na anaondoka. Lakini Mungu akusaidie uweze kujua kitu cha kufanya nini. Ukishajua zile pattern, unafanya maamuzi kwamba sitakuwa kama baba, sitakuwa kama mama. Hata kama kuna vitu nishakosea, lakini kuanzia leo nyumba yangu itakuwa ya tofauti. Uchumi wangu utakuwa tofauti. Yani picha ambayo unaweza kuiangalia karibu ya huyu wewe ni nani na utakuwaje. Muangalie baba au mama. Kama ni mwanamke anamwangalia mama, kama ni mwanamume muangalie baba. Mijuzi niko na kijana mmoja anaoa, rafiki yangu. Unajua kuna shida za ndoa, changamoto, lakini tunazishinda. Nikamwambia, alikuwa anataka nimfundishe vitu, na nikamwambia tayari, lakini umeshajifunza mambo ya ndoa. Unajua kuna vitabu nimesoma, kuna watumishi na wasikiliza wa kizungu sasa hao. Anafuatilia watumishi wa kizungu, vitabu vya kizungu. Nikamwambia, hakuna mwalimu mzuri wa ndoa, hasa kwenye ndoa kwetu si wa Afrika, kama baba yako mzazi. Kama hawezi kukufundisha, study him. Kama mjifunze kwake, ndio utajua una shida gani. Kwa sababu wewe ni replication ya kwake, yani kabisa 100%. Yani usihangaike kwenda kusoma sijui vitabu gani, anasoma vitabu vya Kiingereza huko, anasoma vitabu vya wazungu. Nikamwambia, sawa, vinakusaidia kwenye baadhi ya vitu, sio kwamba ni havifai kabisa, lakini mwalimu mzuri, best teacher, your father. Kama ni mwanamke, your mother. The best teacher of marriage ni baba yako mzazi, sio hata mlezi, mzazi, kwa sababu DNA yake ndio ina run kwako. Mistake alizozifanya utaenda kufanya the same. Aina ya mwanamke aliyompenda baba ndio na wewe utapenda hivyo hivyo. Hata kama wewe unamchukia, you will end up doing the same. Uwezo kuwedu DNA ndio inavyotaka, si ndio inavyo. Kwa nini unafikiri unampenda mwanamke kwa sababu gani? Ni DNA ya baba iko ndani, ndio inakuchagulia, ndio inakusukuma uone huyu anafaa. Wako wengi, lakini mwisho wa siku huyo ndio utamchukua. Mapenzi ya mwili. Ndoa si jambo la mwilini vile vile. Mwili na rohoni. DNA za hizo. Mwalimu mzuri ni baba. Unajifunza kwake kwa kumwangalia, au kama ni mwalimu atakufundisha. Kama kufundisha, jifunze, tafakari vizuri. Ndio mwalimu mzuri wa swala la ndoa. Ili ujue sasa vile vitu vyake, ufanye maamuzi, useme mimi sitafanya hiki, mimi sitafanya hiki. Kwangu hiki hakitakuwepo, hichi na kikataa kwenye ndoa, hiki na kikataa kwa watoto. Kwa unamstudy, unajua vizuri na vibaya unaviainisha. Mzazi sio kwamba ana vitu vyote vibaya, ana vizuri na na vibaya yake. Vile vibaya unavikataa, unaanza kuvipiga X kimoja kimoja. Na ukiangalia vizuri tu utagundua unafanya the same. Sasa umuombe Mungu akubadilishe na wewe uko ndani uanze kufanya tofauti. Sawa? Yani huyo ndo mwalimu mzuri. Kwa unajifunza afu unarudi kwenye Wakolosai 3. Unauvua huo utu wa kale. Unafisha hizo tabia, unafisha hayo matatizo.
Yani hapo ndio ukweli nimekuambia. Ndoa, angalia baba, angalia mama. Kama hayupo, jaribu kupeleleza. Kama uwezi, una sehemu yote kufanya huo upelelezi, sasa ni kumwomba Mungu tu akufunulie, ujue changamoto zako ni zipi. Lakini the best teacher is your father. The best teacher. Unachokipitia baba amekipitia. Yani haijalishi ni katika mazingira gani. Hivyo. Yani baba, yani wewe ni kopi ya baba. Watu hawajuagi. Na mwanamke kopi yake ni mama. Kwa sababu destiny zinavutanaga hivyo. Yani ya mwanamke inataka vile na ya mwanaume inataka vile, mnakutana wenye destiny zinazotimiliza kusudi fulani linalotakiwa kutimia. Kwa probably mwanamke uliomuoa ndio kama mwanamke ambao baba yako alimuoa, ili destiny ziendelee. Umeelewa hivyo? Na sasa ukisha kuwa mtu mzima ndio utaanza kumuelewa baba vizuri. Hiyo kuna shida, si watu waelewagi ya wazee. Lakini ukishapata ya akili ndio utaelewa. Hivi kwa baba anakuwa anapitiaga shida kama ina, unakuja kuangalia eti aise kweli eti. Yani kumbe ndio na kitu ndio hiki. Hivi ndio maana baba pale alifa. Ndio maana alishindwa kufanikiwa. Ndio maana kumbe ndio hii kitu. Kumbe ndio hii kitu. Kumbe ndio hii kitu. Baba. Yani kumbe ndio baba pale aliumwa kisukari. Ndio maana alipata pressure. Unamuelewa vizuri ukipata akili na wewe za kiutu uzima za kujua kwamba hivi vitu ni vya kurithi. Kwa hiyo umeelewa mpaka hapo? Kwa ukishajua hayo mambo, Mungu amekupa neema ya kuyafuta kabisa kwa njia ya damu ya Kristo Yesu. Wakolosai 3 inaelezea vizuri kuvua huo mwenendo ambao tumeurithi kutoka kwa baba. Unavunja, unafuta, unafanya maamuzi. Unasema ikistaki, unakiweka kwenye agenda za maombi, unaviombea. Na wakati unaomba, uwe na uhakika kabisa una nguvu ya kuvivunja. Yani wala hata usiwe na wasiwasi. Ujiamini. Yani unatakiwa ujiamini sasa hivi na vivunja na dili nacho kimoja kimoja. Hiyo mamlaka Mungu amekupa unayo. Kama mwanaume na kama mtu ambaye umezaliwa mara ya pili. Naamini mpaka hapo ili neno limekusaidia.